Kwa siku ya leo tumepata nafasi ya kuzungumza na dada yetu Happy Meek ambaye ni maarufu sana hapa mjini, anayejishughulisha na huduma ya kuuza majeneza. Kwa watu ambao wanakutazama kwa siku hii ya leo, wakitaka kukupata wanakupata kwa jina gani hasa ambalo umepewa na wazazi wako? Naitwa Happiness. Happiness Jafet Mzigaba. Tofauti na kazi hii ya kuuza majeneza, ni shughuli gani unayoifanya? Tunauza majeneza, tunatengeneza mashada, tuna stendi za kushushia miili, tunakodisha viti, matenti na huduma zote ambazo zinahusu mambo ya misiba tunafanya. Okay. Hii kazi ya kuuza majeneza ulijifunzia wapi? Sikujifunza, niliamua kufanya. Nilianza kama 2021. Sikujifunza kwa mtu yoyote, niliwiwa tu kufanya. Nilitoka kwenye kazi ya kuajiriwa, then nikaingia katika kazi ya kujiajiri mwenyewe. Okay. Hapo awali 2010, 2019 ulikuwa unafanya shughuli gani ambayo inakuingizia? Nilikuwa nimeajiriwa kwenye benki fulani, siwezi kuitaja. Nilikuwa nimeajiriwa benki. Wewe katika taaluma yako ni nani? Ni mhasibu. Na natamani sana nijue sababu kubwa iliyokusababisha mpaka ukaanza kuuza majeneza ilikuwa ni ipi, na siku ya kwanza ilikuwaje katika historia yako? Mimi bwana, nilianza kuuza majeneza, yani sikuwa na sababu, ila kikubwa nilikuwa namuomba Mungu, nataka kupata nifanye kitu cha kwangu. Kwa hiyo katika kuongea na Mungu, maombi, nadhani Mungu ndo alichagua nifanye hiki kitu. Sikuwa na sababu kwamba nilifanyiwa hiki, hapana, ila niliwiwa tu kutoka moyoni mwangu, na pia na maombi. Nilikuwa nataka kufanya cha kwangu, nikaangukia huko kwenye huduma za mazishi. Yaani natamani sana nijue siku ya kwanza ndo unauza jeneza ilikuwaje, na ulianza kuuza kwa nani, na session ya kwanza ilikuwaje? Nakumbuka jeneza la kwanza moja, mteja wangu alitokea Butimba, walikuja wanalia. Kiukweli na mimi nililia, kwa sababu ndio kitu ambacho cha kwanza sikuwa na ule uzoefu. Kwa hiyo nikawauzia kwa simanzi, nikajikuta natoa vitu zaidi ya ile hela kwa sababu ya huruma. Hicho. Okay. Ndio siku ya kwanza ulilia sana. Nililia, nikakaa hapo nje nililia mno. Okay. Labda jeneza lako la kwanza kuliuza, uliliuza shilingi ngapi, kwa sababu siku zimeenda sasa? Niliuza kwa 800,000. Okay. Kwa kipindi hicho. Kipindi hicho. Okay. Kuna siri gani nzito katika kuuza majeneza? Kwa mimi huenda nikawa siri nzito ambayo ninaiona ni kuwa na upendo tu. Ndio kitu ambacho ninachotakiwa katika hii huduma. Ndio siri ambayo naiona. Ukiwa na upendo, kuna wengine wanakuambia mimi siendi sehemu fulani, naenda kwa Happy Meek. Mimi siendi sehemu fulani, naenda kwa Happy Meek. Mimi nadhani ni upendo tu, jinsi ya kuwatreat wateja na kuongea nao na kuwaweka katika utayari wa kukubaliana na hiko kitu. Happy, umesema kwamba ulianza kuuza majeneza mwaka 2021. Kwa kipindi hicho ulikuwa tayari katika ndoa au ulikuwa hujaingia kwenye ndoa? Nilikuwepo. Familia yako haswa mume wako alikuchukuliaje baada ya wewe kuacha kazi yako ya uhasibu benki? Kama tunavyofahamu, mfanyakazi wa benki huwa na noti nyingi sana, na kuamua kuuza majeneza. Alinisupport. Tena yeye ndo alikuwa mstari wa mbele sana kunisupport na kunipost. Okay. Unapotaka kuacha kazi lazima ukaresign, kaandike barua ya kuacha kazi. Washikaji zako ofisini walikuchukuliaje na bosi alikuchukuliaje? Wengine huwa wanaamini kama mtu karuko akili hivi, mtu kweli anaacha kazi afu anauza jeneza. Mimi nilianza kazi kabla ya kuresign. Nilianza hii huduma kabla ya kuresign. Lakini pia walikuwa wananitania sana, walinitania sana. Mpaka bosi wangu nakumbuka aliniita akaniuliza, "Hivi kwa nini unauza majeneza?"
Nikamwambia ni huduma kama huduma zingine. Kwa hiyo pale ofisini kukawa hakuna tena jina Happy, wananiita Majeneza. Majeneza ndio hivyo. Kwa hata nilipokwenda kuresign bosi alisikitika, lakini nilimwambia ni moja ya upambanaji, naomba nipumzike ili niweze kudili na cha kwangu. Okay, kwa sababu umesema ulianza kuitwa Majeneza, hauoni kama walikuwa wanakunyanyasa? Hakuna kitu kizuri kama kupenda kitu ambacho nafanya. Kwa hiyo walipokuwa wananiita nilikuwa na hisi amani sana, kwa sababu wananisambazia jina langu. Kwa hiyo kila sehemu ninapoenda, unaweza nikakutumika na rafiki zangu wananiambia huyu anauza Majeneza. Kwa hiyo mimi nilikuwa naona happy, sio kwamba nilikuwa najisikia maumivu, hapana, nilikuwa najisikia furaha kwa sababu huduma niliyokuwa naitaka kuifanya ni imekuja yenyewe na ninaifanya kwa amani. Kwa naifurahia. Wazazi wako wewe pamoja na wakwe zako walikuwa wanakuchukuliaje wewe baada ya kuanza biashara ya kuuza Majeneza? Kwa mama yangu alinisupport, japo baba aliogopa kidogo. Upande wa wakwe zangu, mama yangu ni anasali sana. Aliniambia hilo ndio jukumu ambalo Mungu amekuletea duniani. Ulikuwa hujatimiza jukumu lako. Sasa hili ndio jukumu lako lifanye. Kwa hiyo alinisupport. Mimi. Happy, ni wanawake wangapi ambao mnauza Majeneza hapa Tanzania maarufu? Kwa kweli tuko kwa Tanzania. Maana mimi napenda kuingia kwenye mtandao wako Muhimbili, wanawake wako Bugando wanauza. Lakini wewe ndio maarufu. Happy, labda na nyinyi huwa mna chama chenu cha watu ambao mnauza Majeneza na majokofu? Yes, people. Okay. Chama chenu haswa mnauza Majeneza na majokofu, huwa mnajadili kitu gani haswa kwenye biashara yenu? Tunajadili jinsi ya kuendelea kupanua wigo na kutengeneza vitu tofauti. Okay. Okay, mpaka sasa hivi wateja wangapi ambao wameshakuamini na kukutengenezea mazingira ya wewe kutoa hiyo huduma? Mimi nadhani kwa mwanzo ni wengi sana, siwezi kuwahesabu kwa sababu wateja wetu sio mara nyingi wanaojirudia, ni wale kama ambassador wanaenda wanamwambia mwingine kwamba nimepata pale huduma ni nzuri. Kwa hiyo mimi nadhani ni wengi wanaopata huduma ndani ya Mwanza na mikoa ya jirani. . Ulishawahi kuchelewesha jeneza na muda wa maziko tayari umeshafika? Wateja wanaokuja wengi wanakuja wanachukua mwili, kesho yake ndo wanazika. Wengi sana kesho yake ndo wanazika. Labda imetokea muda si mrefu hapa, jeneza alikuwa analichagua halipo store. Kwa hiyo lazima boda aende fuata jeneza alilete hapa. Kwa hiyo unakuta mwili umeshaoshwa uko pale kwenye kawa unasubiria kuwekwa kwenye jeneza. Ndio hapo simu zinakuja haraka, boda anachelewa kuleta jeneza. Hizo ndio kidogo tunapitia hizo changamoto, lakini kama huduma iko hapa, jeneza liko hapa, basi tunafanya haraka. Huwa wana haraka kwa kweli. Ukija hapa huwa hamna aliyetulia, wote wana haraka. Tumezoea biashara zote zimekuepo na mawinga. Je, kwenye biashara yako hii ya kuuza majeneza pia mawinga wapo?
Mawinga wakosekani. Japo mimi mwenyewe nasimama, yani sitaki yani napiga sana vita hiyo kitu. Ila mawinga wakosekani kwa kweli. Winga yuko hadi mocho unaweza kukweli. Mawinga. Hapo. Yaani ambaye anafanya kule business na mtu mfiwa, alafu yeye anasema ana duka la kuuza majeneza. Alafu anakuja kuchukua jeneza hapa. Wapo. Kweli? Wapo, wapo. Mwaka gani uligundua kwamba hii biashara ina mawinga? Au hii huduma ina mawinga? Kwa mwaka juzi. Miaka yote ile yote. Ukajua kwamba kuna mawinga. Kuna mawinga. Na winga ulimtambuaje kama huyu ni winga anauza majeneza? Alikuja akapiga picha hapa. Alipomaliza kupiga picha akasema aenda kwenye kikao. Baadaye akaja tena hapa na hao wateja. Alipokuja yenda kama msemaji mkubwa sana. Lakini mwisho wa siku alipotoka nje, msiwa akaniambia mimi ndo nimefiwa. Dada, naomba unihudumie mimi. Maana nasafirisha mwili wa mamangu. Kwa hiyo nikamwambia okay. Amekwambia bei shilingi ngapi? Kiasi fulani. Mimi siuzi hivyo. Kwa hiyo tukafanya maelewano kwa hilo jeneza kwa bei ambayo nimemtajia. Mwisho wa siku tukafanya biashara basi. Kwa hiyo yakakosa nguvu. Winga alikuchukuliaje kwa siku hiyo? Mimi sijali alichonichukulia kwa sababu katika huduma haupaswi kufanya vitu vya namna hiyo. Huduma yetu sisi, na nimekwambia mwanzo, huduma yetu inahitaji upendo sana. Kwa hiyo alivyonichukulia sijajua, kwa sababu mimi nilimweka mbali na mimi nikaendelea kufanya shughuli yangu na yule mfiwa. Dada Happy, kwenye biashara yako hii ya kuuza majeneza pamoja na kutoa huduma za maziko, hujawahi kujihisi kama wewe ni nuksi kwa jamii kutokana na kazi unayoifanya? Kwa kweli mimi sijaona nuksi yoyote. Sana sana nazidi kujulikana kwa huduma ninayoitoa. Naweza nikaenda sehemu Happy Miki yule pale. Kwa hiyo sioni nuksi, naona faida. Okay. Labda siku moja kazi unayoifanya ilishawahi kutumika kama tusi. Siku gani? Kuna dada mmoja hivi kwenye mtandao. Kuna kitu alipokiposti kama ushauri, nikampa ushauri. Sababu hapa sio wakati sehemu yake ya kuposti hiki kitu. Kwa hiyo alinitusi akaniambia ndio maana unauza majeneza, wewe unadili na maiti. Na kwanza kiliniuma, nilimweleza dada yangu mmoja Flora, nikamweleza akaniambia usiumie kwa hivyo vitu. Basi endelea kujipa faraja. Nikasema okay sawa. Hiyo ndio siku ambayo niliumia. Lakini baadaye nilijicheka, sasa kwa nini niumie? Ni changamoto ipi Happy Miki ambayo unaipitia wewe kwenye biashara yako hii ya kuuza majeneza? Changamoto ipo kwa sababu magari hayatoshi ya kubeba miili. Kwa Mwanza magari yako machache sana. Unaweza kukuta mashika na nili tenda hata 3, magari hayatoshi. Kwa hiyo ina maana na walazimu wateja wangu wachukue magari ya kawaida, na wakati mteja anataka kutumia gari nzuri. Hizo ndio changamoto ambazo nakutana nazo. Dada Happy, ni maajabu yapi ambayo wewe uliwahi kuyaona kwenye kazi yako hii ya kuuza majeneza? Kuna siku nilikuwa nimekaa hapo ofisini peke yangu, vijana wangu walikuwa wametoka. Sasa majeneza huko tunaachia yapate hewa. Kwa hiyo tulikuwa tumefunua majeneza. Sasa jeneza moja nikajifunga. Nilikimbia nilikimbia mpaka huko nje. Nikaamaki, nikampigia simu kijana wangu Tomo. Nikamwambia Tomo, kwa nini jeneza kuna nini? Akaniambia nini madam? Nikamwambia njoo haraka sana, siwezi kuingia ofisini. Baadaye alipokuja tukaanza kukagua, hamna kitu. Ni uoga tu. Ila ilikuwa ni uoga tu. Niliogopa sana. Okay. Kweli hicho kilitokea. Kwenye misiba au changamoto za mazishi, huwa kuna vitu vingi sana vinasemwa baada ya marehemu kufariki na vitu kama hivyo. Huwa kuna misemo ambayo huwa tunaisikia sisi, nimekuwa nikiwa mdogo nasikia sana kwamba huyu marehemu jeneza walilokuwa wamechonga limekuwa dogo, au nakuta limepwaya, au limekuwa nizungumze kwa lugha nyepesi kwamba limebana. Yaani mtu anasema kwamba jeneza la marehemu limebana, linatakiwa lifumliwe, ligongwe upya. Je, ni kweli hiyo changamoto huwa inajitokeza? Tunakufa kwa vifo vingi. Unakuta mwingine mwili unavimba.
Kwa hiyo kipimo cha jeneza tunachokikisia kinaenda kuwa tofauti. Kwa hiyo tulishapata hizo shida zote, jeneza kuwa udogo na jeneza kuwa udogo kwa urefu na udogo kwa upana. Mwili usipoingia kwenye jokofu, ina maana sisi majeneza yetu hawezi kuingia. Kwa hiyo tunaenda kuangalia, na mtuma kuna kijana wangu anaenda kuangalia, kishaangalia ananiambia jeneza ile halitoshi, tunaita special order, tunachonga special order. Lakini pia kuna mwili mmoja mama nadhani alikufa kwa pressure, akawa na vimba kila muda, anavimba. Kwa hiyo tukabadilisha jeneza kama mara 3, lile la 4 ndio likanitosha. Hizo changamoto zipo na zinapokuwepo tunazitatua kwa haraka. Ulishawahi kuona siku moja katika harakati zako za kuhudumia mazishi msiba ukawa umehusishwa na imani za kishirikina? Iko sitofahamu, mwili ukawa unavuja damu, maana tunaambiwa kwamba mtu akifa kila kitu kina collapse. Kwa hiyo mwili ukaanza kuvuja damu. Kwa hiyo watu wakawa, familia ikawa inavutana sana. Ilishawahi kutokea wateja wakachukua jeneza alafu wakalikataa, wakalirudisha kwamba hatulitaki? Ilikuwaje? Ilitokea. Kijana wangu alirudi na jeneza. Alifika kule wakalikataa. Walivyolikataa, ndio maana nakwambia hii huduma unatakiwa uwe na unatumia sana akili na hekima. Kwa hiyo walivyolikataa nikamwambia nirudishe. Walivyorudisha ile jeneza, basi wakaenda kununua sehemu nyingine. Kazi ya kuuza majeneza huwa unaichukulia kama kazi au huwa unaichukulia kama biashara ama unaichukulia kama huduma? Mimi naichukulia kama huduma. Kwa nini? Kwa sababu ninahudumia watu. Yaani kuna zile kazi ya kufanya na kuna ile huduma. Mimi sina tofauti na huduma ya hospitalini. Sina tofauti kama na huduma ya kiroho. Hapa tuna tofauti sana. Nasema sasa sana kwamba hata kanisani fungu la 10 linatoka. Unaelewa? Kwenye majeneza yangu natoa huduma lakini unanunua. Lakini ile ni huduma. Hospitali tunahudumia, tunatoa hela. Sina tofauti, siuzi, sifanyi biashara, natoa huduma. Ni ndoto gani ambayo wewe ulishawahi kuiota mpaka wewe mwenyewe ukaogopa kabisa kutokana na biashara yako hii ya kuuza majeneza? Mimi ndoto niliyoota, kuna siku niliota watu wanafufuka, alafu napanga majeneza. Yaani ile image kwamba watu wanafufuka, yani wanafufuka kabisa. Alafu nikapata kipande napanga sana majeneza, niko katika godown kubwa napanga sana majeneza. Kwa hiyo nikajikuta tu naanza kulia mpaka nikaamka. Hivyo zinatokea tu kwa sababu si muda mwingi na dili na hivi vitu. Kwa hiyo vile vitu vinanijengea katika kichwa changu kwamba ipo siku moja tutafufuka, ipo siku moja hivi nitapanga majeneza hivi. Kwa hiyo wewe inakuja. Siku moja ulishawahi kujutia biashara yako hii au huduma unaitoa ya kuuza majeneza? Kwa kweli sijawahi kujutia. Unajua tunatofautiana imani Kwa hiyo si tumefunzwa kwenye imani kwamba utakapoota usiku ukiweza kuamka omba. Kwa hiyo nilivyoota vile nikaamka usiku nikaomba, moyo wangu ukawa na amani tu. Kwa hiyo sijawahi kujutia katika huduma yangu nayoifanyia. Labda kuna siku moja we happy ulishawahi kutesti ukaingia ndani ya jeneza ukafunga ukalala kama hivyo ili kujaribishia tu? Kwa kweli sijawahi, na kitu ambacho siwezi kukifanya ni niko kwa sababu kuna vitu vya kujaribisha. Kama ukiwa unauza nguo utajaribisha nguo uone inakupendeza, au pombe una test kemia kwa mkemia, lakini mimi siwezi kumjaribu Mwenyezi Mungu. Huwa kuna minong'ono inasikika kwamba mtu ambaye akijaribishia kujinyonga, hata kama akiwahiwa kutojinyonga akaponyeshwa kujinyonga, huwa kuna minong'ono kwamba lazima afe. Je, ukweli huu huwa upoje? Hata kwenye maandiko ameandika, Mungu ameandika usinijaribu. Kwa hiyo mimi nadhani lile neno la usinijaribu, yeye ana siri yake kubwa mno, kwamba tusimjaribu Mwenyezi Mungu. Okay. Kwa hivyo vitu vya imani. Kuna msemo ambao watu wengi wamezoea sana kuutumia kwamba ukishamaliza kununua jeneza au ukishamaliza kuhudumiwa masuala ya maziko,
lazima unapomkabidhi jeneza mteja unamwambia karibu tena. Je, hili neno karibu tena kwenu nyinyi mnaouza majeneza lina ukweli ndani yake au halina ukweli ndani yake? Je, lipoje? Hili neno kwa upande wetu halina ukweli, kwa sababu huwezi kumwambia mtu karibu mochwari tena, karibu tena, unaenda kuchukua mwili karibu tena. Kwa sisi hatuna tofauti na watu wa mochwari. Kwa hiyo sisi tunawaambia kwamba mazishi mema, Mungu awatangulie. Ni hilo tu, wala huwezi kumwambia karibu tena. Ukija Happy Meat huwezi kuambiwa karibu tena. Huwezi kuambiwa karibu tena sana. Hata na sisi kuna muda tunaweka maombi kwa ajili ya watu wasife. Vifo vya watoto wadogo hatuvihitaji. Sio kwamba tunatoa huduma ili tuwaombee tu watu wafe. Tumezoea biashara kama hizi zinafanywa na watoto wa kiume. Kwani wewe kama mwanamke huogopi kuuza majeneza? Au huogopi kitu kinachoitwa maiti? Au huogopi kitu kinachoitwa marehemu? Maana tumezoea kwamba hata anayetoa huduma haswa kwenye kaburi kule huwa ni mwanaume. Kwako wewe huwa huogopi? Haikusisimui? Kwa kweli siogopi. Tangia 2021 sikuogopa, lakini pia chachu imekuja zaidi nilipoona mama ameshika nchi. Kwa hiyo nikajua kumbe hata sisi tunaweza tukakaza tukafanya hivi vitu. Kwa hiyo mimi sijaweza kuogopa kwa sababu ni mwanamke nikijiangalia, lakini pia nikimwangalia mkuu wa nchi ni mwanamke. Kwa hiyo ninaendelea kukaza, naendelea kusimama. Watoto wako sasa huwa wanakuchukuliaje kama mama unapouza majeneza? Nina festival wangu, yani yeye ndo kama ambassador wangu. Kwa sababu nikiwa nafanya hii huduma huwa weekend nakuja nao. Kama ninaua tutatengeneza nao. Kama ni majeneza yule mkubwa anabeba na anko wanabeba wote. Kama ni kusafisha ofisini tunasafisha wote. Kwa hiyo nilianza kuwakanseli wajue kwamba hii ndio huduma ambayo mama anaifanya. Mpaka sasa hivi wako wanaanza kujisimamia kunielezea mbele za watu. Unatamani siku moja watoto wako waanze kuuza majeneza kama wewe? Natamani watoto wangu afanye huduma kama hii. Badala ya kazi awe na huduma yake kama hii, lakini afanye kisasa zaidi, awe na mochwari, awe na hospitali, awe na shamba la kuzikia. Umeona? Wawe yani kampuni kubwa, kwa sababu wenzetu wa nje mtu akisema kwamba anamiliki funeral ambao ni mazishi, ni mtu ambaye yuko juu sana. Kwa hiyo mimi natamani hivyo. Mwanangu aje awe na baada ya kazi awe na cha kwake ambacho cha kufanya. Ni jeneza la shingapi ambalo wewe ulishawahi kuliuza kwa bei kubwa sana na wewe mwenyewe mpaka ukashangaa kwamba sijawahi kufanya kitu kama hiki? Majeneza yapo huwa tunauza bei tofauti. Jeneza kubwa ambalo nimeuza mimi, of course sina bei kubwa katika majeneza. Sina bei kubwa. Kwa hiyo na simpigi sana mteja. Sababu ni huduma unajua. Kwa hiyo ni standard tu yote kumtoa. Bei ambayo ushakuuza kubwa kabisa toka umeanza biashara yako hii ya kuuza majeneza ilikuwa ni shilingi ngapi? Milioni 2. Hapo ndo kasema labda ulishawahi kuhudumia msiba jumla na jeneza kila kitu zaidi ya milioni hata 20? Nahudumia. Ulikuwa wapi? Lakini ni hela ambayo unaigawanya, sio kwamba ni jeneza tu. Unaigawanya, unaipeleka huku kwenye kupanga, kwenye kupika, kwenye nini, kote yani ule ni uaminifu wa mfiwa kwamba ninaomba unisimamie gharama ni hivi, tunapiga hesabu, unasimamia msiba. Hiyo kitu ilitokea Shinyanga.